Assalamu alaikum mfuatiliaji na msikilizaji wa Wisport TV. Sauti unaoisikia hivi sasa ni ya Jafet wa Mipango kutoka jiji la Dar es Salaam na safiri mpaka jiji la Tanga alipo Maalim Seif Mipapa. Nijue kwanza hali yako iko vipi? Jafet, mimi niko salama usalimini. Mambo yapo shwari? Nasema niko buheri kweli kweli. Niko katika mji mtukufu nikiendelea kufanza mambo. Katika kutafuta riziki za kimaisha Jafet. Hilo jambo linatubana, na kabla ya kuanza chochote tu niwaombe fans wangu jamani, wakiwa niko katika audio sio video. Hii ni kutokana na wakati na eneo gani tupo, tunashindwa kuwa moja kwa moja live. Basi watuvumilie, lakini kikubwa wapokee ujumbe Jafet. Sasa mimi nitakupeleka kwa kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu. Tunafahamu TPLB ndo wasimamizi, lakini kwa kikao chake ambacho kilifanyika Machi 26 mwaka 2026 ilipitia mwenendo wa matukio mbalimbali na kujiridhisha katika mambo yafuatayo. Mechi namba 85 Pamba Jiji ikitoka draw dhidi ya Simba Sports Club. Simba imetozwa faini ya milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kuwarushia chupa za maji waamuzi wa mchezo tajwa hapo juu wakati wakitoka kiwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo huo. Pigo lingine tena ndani ya klabu ya Simba Sports, lakini ukiachilia mbali hilo kuna TRA United dhidi ya Young Africans walisare, walitoka draw bila kufungana. Huko Tabora wametozwa faini ya $500,000 kwa kosa la wachezaji kuonyeshwa kadi zaidi ya 5 katika mchezo mmoja. Hiyo ni TRA ndio ambao wamechezea rungu hilo. Lakini tukija kwenye mechi namba 126 Mtibwa Sukari versus Young Africans, mchezo uliochezwa uwanja wa Jamhuri, huku mchezo ukimalizika kwa kashikashi za mlinda mlango Djigui Diarra. Sasa taarifa inasema mchezaji Djigui Diarra wa klabu ya Young Africans amefungiwa michezo 3 na kutozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kumshambulia mwamuzi wakati wa mchezo tajwa hapo juu mara baada ya mchezo huo kumalizika kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 41(5) kwenye mabano 5.3 ya ligi kuu kuhusu udhibiti wa wachezaji. Mchezaji Djigui Diarra wa klabu ya Young Africans ametozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la kuonyesha kidole cha kati wakati akitoka uwanjani baada ya kumalizika kwa mchezo tajwa hapo juu. Wote ni wahanga Seif Mipapa. Inatafsiri nini hili? Hapo kwanza sioni Simba kuwa ni wahanga. Wapo hapa wametozwa milioni 10. Ndio, si klabu ndio imetozwa milioni 10. Ndio. Kwa makosa ya mashabiki. Simba kama sports sio wahanga, ila mashabiki tunatakiwa turudi tuone jinsi gani tunakosea kuitia hasara klabu. Tena jambo hilo tukipata wasaa tupeane hamasa, tuichangie klabu ili isipate hasara yoyote katika jambo hilo. Manake hilo sio jambo la wachezaji, sio jambo la klabu. Klabu haiwezi kumwambia mtu fanya hivi. Klabu imewatunza watu katika nidhamu na vitu vingine, umeelewa sisi? Na tulikutana na nyundo hizo, hatuwezi kuendelea kuvumilia kukutana na nyundo hizo. Kwa hiyo Simba hapo kama klabu imekutana na nyundo kwa kosa la shabiki wake. Na jambo ambalo nadhani tukifanya vipindi vingi huwa nakueleza Jafeti kwamba mashabiki tujitahidi sana kuhendo wakati, kwa sababu 10 milioni ingesaidia kwa posho ya wachezaji. 10 milioni ingesaidia kuendesha katika baadhi ya gharama za klabu. 10 milioni tumesababisha imeondoka kiwepesi kabisa, kwa sababu ni lazima ilipwe. Kwa kuna muda tupunguze maana ni miemko itupeleke mbele. Jafeti. Naam. Kadiri siku zinavyokwenda, Mwenyezi Mungu amemfanya mwanadamu kusoma kulingana na tabia. Ndio maana Jafeti, ogopa sana viumbe waliosoma na wakaelewa elimu. Yaani kuna watu wamesoma afu ile elimu wakaielewa, maana yake wakaelimika. Ogopa sana watu Jafeti. Kwanza wanazungumza kwa nidhamu. Jambo la pili, huwa wanazungumza kulingana na nyakati. Yaani neno lake akisema leo linaishi leo, litaishi kesho, litaishi kesho kutwa. Kiumbe mwenye upenda kusema kila siku waga anakuwa kiumbe mdhaifu. Hata mimi pengine ni miongoni mwa watu wanaosema, lakini tunajaribu alau kujidhibiti. Diarra amefungiwa mechi ngapi? Mechi 3. Alikamwe anashangaa.
Sijaona. Kamuulizeni jamani, nyinyi ndio mnawaoje watu kila siku. Yaani unataka ashangazwe na nini? Alishangaa mwalimu kufungiwa 3, kwa nini isiwe 5? Kwa nini na Diala isiwe 5? Dhumuni la yeye kuhoji kamati kumpa maelezo ama kutoa maelezo ilikuwa ni kwamba anataka mwalimu afungiwe mechi 5. Yaani Alikamwe alishangaa kuona kamati imekaa ikamfungia mwalimu mechi 3. Alishangazwa na hilo jambo. Sisi tukasema kamati inaangalia ukubwa wa jambo, tempa ilikuwaje, wanatazama vitu vingi. Yako makosa inaweza ikawa mechi 3 na yako makosa inaweza ikawa mechi ngapi? 5, si ndio? Yeye aliyoshangaa mechi 3 ameshangaa tena. Kwa nini mtu wake atifungiwe 5 ziwe 3? Ameshangaa. Mimi naona huku kwenye kurasa yake ya Instagram yupo busy na mashindano ya Yanga Soccer School. Yaani awe busy na huku ambapo anazungumzia huko, sio sekta yake, anajipendekeza. Alikamwe ni mzungumzaji, ni afisa habari wa Yanga, arudi huku. Hapo ndo naenda kukuonyesha kuwa tuna baadhi ya watu ni watu wa hovyo. Tukiwasema watu watukani, tunawasema kwa sababu wako hivyo, ni watu wa hovyo kweli. Na kukumbusha, tumefanya kipindi mimi na wewe, ukasema Alikamwe analalamikia mwalimu, sio wewe Jafet. Anakwambia kuwa makini na watu wanazungumza wasichokijua. Alikamwe sio mtu wa mpira. Sasa swali langu linarudi kabla ya kuendelea. Alikamwe amelalamika kwa nini apewe nani huyu iwe mechi 3 zisiwe 5 Diala? Amelalamika? Hapana, sijaona akizungumza. Pengine kwa sababu andiko ndo limetoka, tumpe nafasi. Naam. Pengine labda tumpe nafasi kwa sababu andiko ndo limetoka hii leo. Hata huko akuvumilia, alisema tu baada ya kipindi anatakiwa endelee kusema tu vile vile. Wewe ulikuwa unatakaje? Kwa sababu adhabu tayari imeshatolewa. Nini ambacho alalamike tena kama alivyolalamika kwa mwalimu, waseme hii adhabu ni ndogo. Ili mpasa mechi 5 zifungiwe, ni ndogo. Aseme tena kwa sababu sisi tulimsikia yeye ndo alisema. Hata tumezoea kumsikia yeye anaendelea kusema, tumwambie nani mwingine? Na nyinyi ndo mnayemuoji kila nyakati, mkipata wasaa mwambieni sema tena. Au la akili kwamba yeye ni kiumbe dhaifu, ni mtu afahamu chochote, tutamsamehe kwa hilo. Jafeti. Alipofikia yule Diala, ni malezi mabaya ambayo amepata kutoka kwa Yanga muda mrefu. Yaani Diala ni mkubwa kuliko Yanga. Ukitaka kujua, rudia tukio. Hata wa TFF wana siasa, na mimi kuna muda nitaanza kuwakataa. Diala adhabu aliyopewa ni ndogo kulingana na upuuzi aliofanya katika uwanja siku zile. Mechi 3 milioni 4 unaiona ni ndogo sana kulingana na upuuzi wenyewe aliofanya. Ulitaka apewe adhabu gani? Zipo zinazofaa kupewa na ni kubwa. Tukio lenyewe sio dogo. Mimi ninachofahamu, mchezaji anazuiliwa akigombana na mchezaji mwenzie, muamuzi ndo hakimu anayekuja kati kuzuia. Hakimu anataka kupigwa, inakuwa sawa na mtu kutaka kupigana na mtu mwingine? Hapana. Nimefungua kipepsi kumpiga mchezaji mwenzangu, ni tempa, uwezi jua, unaweza kukuta alinishika makalio, wewe kuona, umeelewa sisi? Kuna na vitu vingi naweza kutoa kipepsi kwa sababu hiyo. Namtolea kipepsi muamuzi ili iwe nini? Lakini kuonyesha ni mtovu wa nidhamu wa mwisho mpaka rais wake kashuka. Kwanza rais wake kushuka kuingia uwanjani ni kosa. Nadhani unafahamu Sahihi. Kashuka pia na bado akawa anamzuia na kwenda ataki. Lakini kwa jiografia ya uwanja wa Dodoma inamlazimu apite pale. Sheria, yani mimi sitaki kujua jiografia. Uwanja ni sehemu ya uwanja. Jiografia ikusemwa. Wewe kuwa na uwanja kubwa la kuingia watu milioni 2, sisi tutawashumu uwanja ni sehemu ya pichi na maeneo mengine ya pembeni ya pichi, si ndio? Ukigusa hapo umegusa uwanjani. Sisi tunaangalia sheria, sisi tunajua. Sisi tukisema Simba wana viwanja, tunazungumzia pichi na eneo la pichi wanavyo. Sasa kuna watu wanadhani uwanja ni majukwaa. Kwenye sheria zote 17 hakuna sehemu iliyotaja jukwaa. Kwa hiyo akaingia mpaka rais wake. Umeelewa vizuri? Katikati ya uwanja kwenda kumzuia yeye mjinga mmoja. Mimi nimuite hivyo kwa sababu amegharimu klabu yake, ni mjinga tu. Sina chochote cha kumtafutia. Kuna watu wanapamba si kipa mzuri. Kipa mzuri ndo nini? Kipa mzuri na nidhamu. Umeelewa Jafet? Wewe ni kipa mzuri, unadaka nidhamu, una uzuri, tutaujadili kwa sehemu gani? Manake mpaka sasa
kama goli la Yanga litakwenda kuadhibiwa magoli yoyote ya kijinga jinga, yeye ndo amehusika na hiyo adhabu. Jigui Diarra ndio apate nusu na mechi zote za kufungiwa. Yanga wako fiti na wajitume kweli kweli. Kenda kuadhibiwa magoli ya yule golikipa nani, Msheli yule, unaenda kutana na mechi ngumu, labda ziwe rahisi, anafungwa yule, wewe ndio utakuwa sehemu ya. Sasa hii imetunzwa na viongozi wake wa ovyo, mimi niwaite hivyo pia. Umenielewa, ambao walishindwa, yani wamempa nafasi akajiona mkubwa kuliko klabu. Sasa gharama yake ndio hiyo, lakini pia irudi, bodi imefanya kazi yake kama bodi kwa mujibu wa kanuni, lakini yako makosa mengine yanapaswa pia hata kanuni kukwepo, yani ukafanya tu kwa namna yote. Mimi kuna kipindi nakwambia kweli na utakuwa umesahau tu. John Boko aliwahi kufanya ujinga wa namna hiyo, kwenda kupigana na mchezaji akafungiwa. Mimi ulinipa maiki tuko Buguruni nikakwambia Boko kapewa adhabu ndogo, kama unakumbuka. Sahihi. Kwa nini mimi si respect kabisa? Wewe mchezaji, my brother. Uwezi kuwa yani ujinga wako wewe nani unazuiwa na watu 10 afu nyiti FF mnaenda kutazama. Kumbe kama ni vile hata mimi anaweza kanizingua refa kamkanda mechi 3 tu. Mchezaji mwingine ataamka siku ataona pote mimi nataka nifundishwe hapa mbomoa refa kwa miadhabu yenu ya kuogopa watu, yani unaogopa Yanga. Si inakuaga vipi hapa? Mimi ndo kitu ambacho nakiona. Kitu alichofanya mwalimu ni kosa la kiuchezaji. Ameataki mchezaji mwenzie, wachezaji ndani wanafanyana vitu vingi. Lakini umeenda kumwataki hakimu tena kwa kosa lako. Hebu angalia sehemu nyingine. Kwa kosa lako Diarra, wewe ndio ulienda kumwalasi mchezaji, umeleta upumbavu tu fulani, umeelewa vizuri. Mchezaji alichaambiwa mazoezini, huyo kipa ana tabia hizo. Dili na tabia yake huyo akahukumu. Lile goli limefanywa mazoezi, lile alipigwa tukurupu. Mpaka mpigaji anajua anaingiza ndani. Anauona ule muda aloambiwa na mwalimu wake kwamba bwana umemwona saizi Diarra anamwataki mtu fulani, yule mtu atabaki naye kwa muda wote. Wewe dili na goli. Jafet, huyo ndo mwalimu anafanya. Watu wakafanya walichokifanyia mazoezini, ndio maana goli wao alikuwa stua sana, ni goli walilijua linaweza likapatikana kwa aina ya mpigaji na namna walivyofanyia mazoezi. Kwa hiyo amegharimu timu, yeye ndo amelazimisha iwe sare siku ile na imekuwa sare. Yanga wamedondosha pointi 2, yeye ndo kaleta adhabu inayofuata. Na nikwambia wachezaji walipi wao, adhabu zinalipwa na vilabu. Sahihi. Hii kama ulikuwa una adhabu zote unazoziona zinalipwa na vilabu, yeye atoi hata 10. Kwa hiyo kwanza tushukuru ni klabu ambayo sasa inaanza kujionyesha ujinga wake. Umenielewa vizuri Lakini huku na kwa Simba nikasema nani sisahau, nilimsikia mtu mmoja leo Jafet, unaweza ukachelewa kwenye hoji, nisisahau. Kuna mchekeshaji mmoja anaitwa Mkalaboko. Anaitwa Mkalaboko, ni mchekeshaji. Anachekesha nini? Ni jangala yule, sijajua kama yupo na kina Kingwendo, sijafahamu, ila mimi najua ni mchekeshaji anaitwa Mkalaboko. Amefanya nini? Alikuwa anazungumzia kwamba usajili wa mwaka huu wa Yanga ulikuwa ni usajili wa coach, haukuwa usajili wa Engineer Hersi Said. Amenukuu maneno aliyozungumza Ali Shaabani Kamwe. Na yeye amethibitisha. Mimi nimemrudia kwa sababu yeye amethibitisha. Angekuwa amenukuu tu akaacha, yeye amethibitisha ni kweli kwamba ana uhakika. Jafet, mimi sinakula samaki. Waisiri vitu vya ovyo, ninazo akili, nakula samaki, ndizi. Kumbukumbu zipo vizuri. Sana. Yaani na akathibitisha usajili ujao wa mwakani wa Yanga utakuwa ni usajili hatari vibaya mno, akaamua kuwa mganga. Ni jangala mchekeshaji, katoka kwenye uchekeshaji akaamua kwenda kwenye uganga. Akasema utakuwa usajili hatari sana yani. Yaani watachukuliwa wachezaji wale professional player, walishacheza klabu bingwa, alafu mtu ataitwa Yanga. Jamani wewe. Uchawa mbaya sana Jafet. Mambo ni mengi. Mwenyezi Mungu usije ukawa chawa, kwa sababu nitakucheka kila nikikuona. Kwa sababu uchawa asili yake ni upuuzi yani. Utakuwa hivyo. Jafet atanisamea yani. Ni jambo la mwisho kabisa. Linafanywa na kiumbe ambaye ana aibu. Kiumbe wote alioumbwa na aibu duniani hawezi kufanya uchawa. Umeelewa? Ndio. Sasa nisogee mbele. Ndio. Mkalaboko anasema usajili huu Engineer Hersi Said ya kuufanya. Jamani, engineer amefeli. Kama walipofeli ya watu walikuwa wanaisajilia Simba. Engineer hajawahi kuleta timu bora kuzidi timu bora za Simba zilizowahi kupita wakati wanachukua ubingwa mara 4. Jafet, wewe utakiri na mtu mwingine wote atakiri. Yanga walikuwa bora hapa katikati. Hawakuwahi kuwa bora kwa quality ambayo Simba walikuwa bora. Rudi angalia walichokifanya Yanga wakiwa bora,
Rudi angalia na wachokifanya Simba wakiwa bora. Hawafanani Jafet kama ardhi na mbingu. Simba wakiwa bora walilibeba taifa zima mgongoni wakawa wanasafiri nalo. Na ndo sosi ya kwanza ya siku peleka timu 4 ni wakati Simba iko bora, yani inafanya vizuri. Sawa? Sahihi. Inashindana na Gor Mahia ya Kenya. Tunaanza pointi za kwanza za kutupeleka timu 4, Simba inavuna pointi 14. Umenielewa vizuri? Na kuelewa vizuri. Gor Mahia wanavuna pointi 12, inachukuliwa pointi 1.5 ya Yanga, inakuwa 10 na ngapi? 15, tunakwenda mbele. Hata Yanga angekosa 14 kwa 12, maana yake Simba ndo mtu wa kwanza. Kwa hiyo si tukiwa bora tunacheza robo finali nyingi. Tuna compare, yani tuna kundi moja na National Al Ahly, alafu National anakuwa nafasi ya pili katika kundi. Jafet, unanifahamu vizuri? Na kupata vizuri. Hao walioifanya Simba kuwa bora walikuja wakasajili, umenielewa vizuri, na wakafeli. Engineer ndio waliosajili wachezaji wote unaowaona, na kafeli kwa sababu mchezaji wa mwisho Engineer alimfuata Uganda, anatoka Uganda anakuja nani? Anakwenda Zanzibar, wanamuita Starboy. Sasa alisajiliwa na kocha gani? Saifu Mipapa. Naam. Ukisema hivyo wao watakuuliza wewe una uhakika wa asilimia ngapi kama msemaji wa klabu ametoka na kuzungumza na ameuomba uongozi wa Young Africans urudi na kufanya usajili katika msimu unaofuata, kwa sababu msimu huu hauna tena usajili, dirisha kubwa na dogo vyote vimeshamalizika. Wewe ulitaka aseme nini Jafet? Kama sio uongo huo wa kudanganya mashabiki ili wapate neno la kuitetea Yanga mtaani. Jafet, umesoma shule. Jafet, umesomea habari, unafahamu nyakati. Ukasemeje mambo? Acha wazungumze Yanga wa ovyo kama kina Godi Yanga. Umeona kina Kizinde sijui nani wasiojifahamu. Waropokaji tu kina Midevu yule mpira hajawahi kucheza. Muha mmoja muuza mitumba kavamia mipira yule bana, hizi maiki za sasa hizo. Umenielewa Jafet? Hata hao walokaririshwa huo uongo wakasafiri na wewe. Jafet ni mtaalamu, wewe una klabu, wewe uko neutral. Ule ni uongo baada ya kufeli. Unaenda kuambiaje hao mashabiki wa kawaida? Lazima umuondoe yule, sio kweli klabu ya Yanga. Hata siku moja na Simba yenyewe, na Simba tulijaribu kumpa mwalimu baada ya kuona tumefeli kwa muda mrefu. Hivi Yanga wawe na mtu alikuwa anasajili anafanikiwa. Wewe na kuingia akilini ghafla wewe timu mwalimu. Inakuingia akilini? Inaniwia ugumu kuamini kinachozungumzwa. Maana unayo maarifa, acha ujinga, waambiwe wajinga, hata waache kudanganya watu. Aliyefeli ni yeye na hawa kawasajili yeye, isipokuwa kipindi hiko walikuchokoa wanaonekana anafaulu. Walikuwa kuna Kibaraka wamemweka Simba. Simba ndio timu pekee inafahamu wachezaji nchi hii. Kibaraka akawa anaenda kuambia wao. Sasa hawana mtu wa kuambia. Ndio umechukua Mibumunda. Unazungumzia Kibaraka gani? Yupo mmoja aliwahi kuwa na cheo kikubwa tu Simba. Mimi simtaji jina, watu watamuandika. Watu kwenye comment wanataja kaka. Yupo mmoja. Wanamfahamu. Sisi tumemteua kuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini. GSM anampa tenda za kusafirisha makontena, clearing and forwarding. Anaenda kuwa mtumwa wa GSM anayehujumu Simba. Tunatuma akachukue mchezaji na ni Stefan Aziziki. Anapeleka milioni 370, afu anawaambia Yanga pelekeni 470 Aziziki atasaini. Tunamtuma akamchukue Maxim Pia Zengeli, anasema ana haja ya kuchezea Simba, anatuletea sawa dogo. Umenielewa sijui? Tunamtuma nenda bana, kuna mtu anaitwa nani huyu Mganda huyu Alibia Ucho. Anasema Ucho ana mpango wowote bana, anatuletea baba Kaisari. Sio, umenielewa? Huyo ndo mtu ambaye alikuwa anavujisha habari zetu mapema, na wote hao walitakiwa na chief scout, na hii niliwahi kukuambia muda mrefu tukiwa tunafanya interview. Huyu mtu hayupo, hao watu wamefeli, hawana mtu wa kuwapa taarifa. Hata mwaka huu umeona dirisha dogo la Simba lilipokuwa na balaa, unafikia mna wakatumwa watu wa Simba bila wao kujua. Wao walijua kama atakuja Guevara? Hapana. Kuna siku walijua atakuja nani Aura? Watajua vipi na usajili ni wa Simba Sports? Maana yake hakuna mnafiki wa kusema usajili wa Simba afu wanaume wameingia kazini. Jafet wa mipango, nisikilize bwana, wewe kakaangu. Wewe ndugu yangu katika masuala ya soka. Simba Sports ndio timu ambayo inaweza kufanya kila jambo unaloona linapaswa kufanywa. Simba Sports ndio timu pekee ambayo inaweza kusajili mtu. Nakupata vizuri.
Simba Sports ndio klabu pekee ambayo ina uwezo wa kusajili mtu ambaye anakwenda kukompea na mahitaji, kukompea na vilabu ya kimataifa. Kwa mimi hili nimeligusa kumwambia mchekeshaji Mkalaboko aache naye kudanganya watu. Yeye ni jangala mzuri, mimi namfahamu Mkalaboko, ni mchekeshaji mzuri tu. Sasa naye asijefite waandishi akajipamba akatoka misita. Kama huyo msemaji wa klabu muongo, yeye anayemtetea mtu muongo anakuwa nani? Sasa mbona msimu tutashuhudia mengi? Makubwa sana. Na ndio msimu ambao tulikuwa tukiwaambia watu huko kuna madudu, sio mchezo wakawanabisha. Ndio msimu wataona madudu. Ndio msimu watakaona madudu Jafeti ya kutosha kabisa. Kwa hiyo Jafeti hiyo niligusa, najua huko ni hoji, lakini wakati naipitia nikasema Jafeti asipige simu hii nitapita nayo. Yangala nimemsikia kadanganya vya kutosha sana. Mipapa anawakumbusha wana Simba Sports Club kutokana na faini ambayo imetozwa na kamati tendaji ambayo inapitia mapitio yote ya mwenendo wa masala mazima ya mpira wa miguu, na amezungumza bayana kabisa kuwa jambo hili limeathiri club na wao kama mashabiki wanapaswa kulibeba hili. Sasa tuanze na wewe Seifu. Kwenye hili wewe unachangia shingapi? Mimi kwanza niombe, kwa sababu siku hizi wajanja wa mjini wengi. Niombe kama kutasimama viongozi, hususan Simba influencer. Ni wanahabari ni mtakiwa mkae pembeni, hususan ni influencer. Mimi itakuwa siri yangu, nataka natoa hata 10,000 so kubwa. Nikana nikatoa 5,000 so kubwa, lakini 5,000 mara 100 hali ya 5 tena. Sahihi. Itasimama kwa 500,000 kama sikosei. Kwa hiyo tukapatikana watu wengi, ina maana hili jambo tunapaswa tulisimamie yenyewe. Mimi maoni yangu kwa jambo hili tumefanya mashabiki. Sasa hebu tuonyeshe kwamba tulifanya kosa kweli na wenyewe turudie. Kama sivyo basi uongozi kama utasikia uangalie namna rais hata klabu itaweka chips, sisi tukao tunafanyaje? Nachangia. Huo ndo mimi muono wangu, kwa sababu ili kosa tusiwabambike klabu, hili ni letu, ni kosa la kijaziba. Tunatakiwa tuvumilie, mpira ni mchezo wa wazi. Juzi nilisema neno moja, bahati clip haikwenda sana, nashukuru Mungu ndio maana sikupata matusi mengi. Kwamba unaonaje Morocco kupewa kombe, ngasema walichokifanya Senegal kikuwa kitu cha kimpira. Umenielewa sio? Sahihi. Naipenda Senegal. Kusema kweli mimi muumini wa Sadio Mane sana. Jamaa yule katika wa Afrika wanawahi kupita. Ni hata kinaetoa nasema hawamfikii. Isipokuwa mshikaji si upole wake, si nyota yake. Sio mtu wa majigambo. Nampenda Sadio Mane sana. Na niliendelea kumpenda na nikasema huyu ndio mwanamichezo pekee wa kufikirika Afrika. Baada ya lile tukio akabaki ndani ya uwanja, nilisikia amani sana. Nilibaki na furaha, lakini walichokifanya wale wengine sio kitu cha kimpira kabisa. Timu kubwa, kocha wakubwa. Jamani nyinyi, Brazil ya mwaka 98 nyinyi mkuangalia na Ufaransa. Brazil kila ukifika kutaka kwenda kufunga wanaambia offside. Brazil kama sikosei alikuwa akichukua lile kombe anachukua mara 3 pale. Inazuiliwa atuchukue mara 3, Brazil wangesusa kuondoka, wanachukua bakora 3 na Ufaransa. Bakora zile waamuzi walihusika shekhe wazi. Lakini kwa sababu ni mchezo wa mpira, maamuzi ya kimpira yataheshimiwa. Brazil wakaheshimu. Usipoheshimu maamuzi ya kimpira ni tatizo. Mashabiki tunatakiwa tuwe na uvumilivu. Kwani sisi waamuzi kutuletea ukilitimba wameanza jana? Muda mrefu tu wametuua, mbona tumwavumilia kipindi chote? Hatujakaba mtu tukaua kina Kayoko hapo, kina Alajiga hapo. Tumenelewa bwana, kina Sasi. Mimi huyo mtu akishika kipenga sije kuamini hata siku moja Simba atashinda. Labda umecheza na mlemavu. Sio timu kweli. Wapo wanaishi, tunavumiliana kwa sababu kanuni ya mchezo wa mpira ni ustahimilivu. Sasa tumetia damage hiyo brother. Haipingiki. Tumetia hasara klabu. Basi tujitahidi katika hasara ya klabu. Alau na wao waone tumewasupport. Mimi langu ni hilo kwa mashabiki. Sasa kama kuna watu watasikia wanaweza wakafanya chochote, ndio hivyo. Mimi ushauri wangu ni huo. Ni wazo kutoka kwa shabiki mhamasishaji mwanachama wa klabu ya Simba Sports Saif Mipapa kutokea jiji la Tanga. Ikiwa kama itawafikia viongozi na ikiwapendeza, basi wanaweza kulifanyia kazi
kuona namna gani wao kama sehemu ya wazo ambalo amelitoa Seif Mipapa, pengine kuwawakilisha wengine wengi ambao wanatamani kufanya hilo jambo, kukawepo na utaratibu rasmi kutoka kwa klabu ya Simba Sports ili jambo hili liweze kumalizwa na mashabiki, na lau kama linaweza kumalizika na klabu yenyewe wala itakuwa jambo la heri zaidi. Lakini tambua kwamba kila unachokifanya kinaweza kikaigharimu timu kwa namna moja ama nyingine. Lolote unalo la kumalizia kwa wadau? Mimi nasema nawapenda sana, hilo ndio jambo kubwa kuliko mambo yote. Nawapenda sana wadau wangu, naomba waniombee Mungu afya njema, na mimi pia nawaombea hivyo. Kubwa katika yote, tuiunge mkono timu yetu. Deni letu kubwa sana kwa wachezaji, wanapambana sana, tuwe nyuma yao. Mimi yangu niseme Simba nguvu moja. Amani iwe juu yako wewe uliotusikiliza mwanzo mpaka mwisho. Hii ni tamati kwa wale wote wanaotufuatilia, kwa wale wenye mapenzi ya karibu ambayo huwa wakosi kutupigia simu na hata kukomenti. Jamaa yuko wapi jamani, mbona hatumuoni? Basi sisi hatutosita kumweka karibu nawe hata katika njia hii ya simu, pindi ambapo sura inakuwa ipo mbali na upeo wa mboni za macho yako kupitia simu janja yako. Mipapa, mpe salamu Halima, mwambie si tu wazima na kila laheri bana, maana Idi kala peke yake ndugu yangu. Hamna shida, kuna Idi ya 6 nadhani itakuwa kesho kama sikosei. Namwambia Halima atualike. Ala, mwaliko utatoka kama Idi ya 6 ni kesho ndugu yangu. Si shatopita hiyo ndugu yangu. Ukitoka alfajiri hapo Arusha unaingia mapema sana. Sisi basi tunatembea usiku mzima. Au anatuchukulia hizi zinaitwaje hizi Starlink? Kaka usiku mzima. Ala. Basi mimi nikushukuru sana Seif Mipapa na nikutakia wakati mwema. Amina.